Mimi niwapongeze sana kwa kupata nafasi za kazi. Kikubwa baada ya kupata hii nafasi ya kazi unatakiwa uendelee kuimaintain sasa nafasi yako ya kazi ambayo umepata. Umepangiwa kama mwalimu wa physics, nenda kafundishe physics. Umepangiwa mwalimu wa geography, nenda kafundishe geography. Tunapata changamoto kubwa sana kwa watu wanaokuja ajira mpya, na changamoto iko kwa walimu watendaji wa vijiji na kata. Hapa makao makuu sio sana, lakini nyinyi ambayo mko kwenye hayo maeneo, ulevi wa kupindukia, unakunywa mpaka sasa kazi ambayo imekuleta huku unasahau. Kwa sababu niwaambie kitu, tukipata hizi nafasi za kazi, familia kwanza inashukuru, inasema sasa kuna mtu alikuwa tegemezi tumemtoa, sasa anatakiwa sasa zamu yake yeye tumtegemee sisi. Na wengi tumetoka katika familia maskini. Yaani kuna mtu ametoka kwenye familia ya matajiri hapa kwake. Asilimia kubwa tumetoka kwenye familia maskini, zile za kawaida kabisa. Wazazi walime. Yaani wewe kama umetoka kwenye familia tajiri inawezekana hata huku huwezi kuja huko. Lakini lingine ambalo nilikuwa napenda kuasisitiza, tuwasikilize viongozi wetu. Yaani ni jambo baya umepata kazi leo, unakuja huku unakutana na watu, unakengeuka, unakuwa mwanaharakati. Umeona? Yaani unakuwa mwanaharakati, wewe ni mtu ukimwona mkurugenzi unamwona adui yako, ukimwona TSC adui yako. Sio nini? Jamani, haya maisha yako. Maisha ya kwako yapo tu. Yaani ukijiingiza unaweza kujiingiza kwenye wanaharakati, hautakusaidia chochote. Naamini hao wanaendelea na sesheni zao watawaambia hayo mambo, lakini hautakusaidia. Kikubwa kama una matatizo, fuata zile channel vizuri ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo kikubwa kwetu sisi, kazi tumeshapata. Yaani tayari wewe kazi umeshapata. Nafikiri muda wa kuthibitishwa utafika, naamini wote mtathibitishwa. Sawa? Mkishathibitishwa, tuacheni na mambo haya ya nje ya kazi. Fanya kazi yako vizuri, jali kazi yako. Ukipata nafasi unaendelea kusoma. Unajua maisha, unaweza kaona kwamba bana mimi ndio nimekuwa mwalimu kansa, ukafikiria kwamba ndio umefika. Sisi wengine tukianza kuwapa historia zetu huko zingine utashangaa. Kwa hiyo tujiendeleze, tupata nafasi ya kujiendeleza, tujiendeleze vizuri. Nidhamu nafikiri nimeshazungumza pia, tuwe na nidhamu tu kazini. Nidhamu sio kupiga magoti bwana. Sawa? Yaani usione kwamba nidhamu ikutana na nani ni mwamkia kwa kupiga magoti, hapana. Nidhamu yako ya kazi. Kazini unatakiwa saa 1:30, ingia saa 1:30, saa 9:30 muda umeisha. Kama hauna shughuli nyingine yoyote, toka. Nenda nyumbani au mimi kuna jambo lingine huwa naasisitiza sana watumishi, ni kujitafutia kipato nje ya kazi zetu.